Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yamekuwa ni matokeo mazuri katika na umuno mkubwa wa mechi yenyewe na upinzani aliokuwa nao na Mungu tumefanikiwa kupata ushindi nyumbani kwake. Sio nyepesi, ni kazi kubwa ya kiufundi ambayo imefanyika na benchi letu la ufundi, lakini juhudi na jitihada za kujitoa kwa wachezaji wetu imepelekea sisi kupata ushindi mkubwa na blanket. Rekodi ya kupata matokeo mazuri ugenini ambapo mpaka sasa mjapoteza mchezo hata mmoja. Bila shaka ni mwenendo mzuri kwa kocha pia Steven Becker. Ya, bila shaka amezidi kuimarika mwalimu, na amezidi kupata uzoefu katika mechi za ugenini za mikoani, na ndio maana haishangazi kuona anapata matokeo mazuri. Ahmed, tumeona pia Elie Mpanzu amekuwa na mwendelezo mzuri sana tangia amerejea kucheza, ukiondosha mchezo dhidi ya Azam ambao hakuepo, mchezo pia dhidi ya TRA ambao hakuepo, michezo mingine yote kama sio kufunga amehusika kwenye kuasisti. Libasa Gay pia ubora wake, Ansetura. Bila shaka hii ni kitu ambacho kinaonesha bado mbio za ubingwa ziko kwenye nafasi yake kubwa kwa upande wenu. Ya, tunayo furaha kubwa kuona wachezaji wetu wanaongezeka viwango siku hadi siku. Elie Mpanzu ametoka kwenye kuumwa, amerejea uwanjani na amerejea na moto mkubwa, anafunga mechi yake ya pili mtawalia. Ni jambo jema kwa klabu na ni jambo jema kwake mwenyewe mchezaji kwenye upande wa kazi yake, sababu ubora unaongezeka, kujiamini kunaongezeka na mchango wa klabu unaongezeka. Lakini pale basi pia vile pamoja na ugeni wake, lakini unamuona anaendelea kufunga kila mechi, akifunga mechi ya pili mtawalia. Manake ni kwamba na yeye ubora unaongezeka na ujasiri unaongezeka. Zote hizo ni faida kwa klabu na Simba tunafaidika na ubora wa wachezaji wetu. Na Ahmed Ali, tunafahamu timu yenu inashiriki michuano ya Muungano. Tungependa kufahamu timu inaenda lini visiwani Zanzibar na mipango itakuwaje zaidi kwa kabili wapinzani ambao mmepangiwa nao? Ya, tunataraji kuondoka tarehe 22 siku ya Jumatano kuelekea visiwani Zanzibar. Na kumekuwepo na taarifa kumuhusu mchezaji wenu Selemani Mwalimu ambaye yupo kwa mkopo kwenye kocha Simba Sports Club kwamba wapinzani wenu wanamhitaji. Hizi taarifa ninyi mmeshaziona semaji? Sijaziona, nazisikia, lakini sisi tunachofahamu ni kwamba Mwalimu ni mchezaji wa Simba kwa mkataba mwaka mmoja, na Selemani Mwalimu ni mali halali ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo mwenye haki ya kumzungumzia mchezaji huyo kwa sasa ni Simba Sports Club, lakini mwenye haki ya umiliki kwa sasa ni Wydad Casablanca. Lakini huyo Selemani Mwalimu wewe unamzungumziaje kuhusiana na kiwango chake ambacho amekionyesha ndani ya Simba Sports Club? Amefanya kazi kubwa tangu amewasili Simba, timu yake ya kwanza kucheza timu kubwa, na mpaka sasa amefunga magoli yasiyopungua 6. Ni kiwango cha hali ya juu mno na ndio mshambuliaji bora hivi sasa nchini Tanzania. Anaendelea kuimarika na kuwa bora siku hadi siku. Ni jukumu letu Simba kumuunga mkono Selemani Mwalimu, tuendelea kumwombea dua. Tuna imani na yeye, tuna imani na uwezo wake, na tunaamini ana uwezo wa kufanya mengi makubwa na mazuri. Tukirejea kwenye kombe la Muungano, tumalize kabisa. Mnakwenda tarehe 22 kama ambavyo umebainisha. Tutegemee kuona rotation ya kikosi ama baadhi ya wachezaji wakibakia ama ni full mziki? Nategemea na mipango ya mwalimu Steven Becker, ataingiaje katika mashindano hayo, na atatumia wachezaji wa aina gani katika mashindano hayo. Kwa sasa ni mapema mno kusema tutaingiaje. Inategemea kusafiri wote, wachezaji wote, kwa sababu pia ni sehemu ya maandalizi yetu ya mechi zinazokuja za ligi ya FBC. Lakini ni nani atacheza michuano ya kombe la Muungano, hiyo inabaki kuwa ni kazi ya mwalimu Steven Becker. Wana Simba wategemee nini kutokea kwenye kombe la Muungano? Tukifika tarehe 22 tutajua nini malengo yetu ili wana Simba wategemee.
Ahmed, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi kwenye Sportbox, na pia tukutakie maandalizi mema ya kuelekea visiwani Zanzibar.